Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji mpendelevu wa channel yetu hii ya Upanga wa Radi Online TV, na kujia tena kipindi chetu kile kinachosema kwa nini niwache Uislamu. Ila kabla sijaingia kwenye mada, ni kuombe kushare na kusubscribe YouTube channel yetu hii, na usahau kulike na kucomment na kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube na TikTok. Lakini tuingie moja kwa moja katika pointi yetu hii. Kwa nini niwache Uislamu? Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani sura ya 3 aya yake 19 anasema inna dina inda Allahi al-Islam, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hiyo ikiwa kwamba utaamua kuacha Uislamu, ila kwamba utakuwa umeacha dini ya haki, na ukiacha dini ya haki ujue kwamba mwisho wa siku utapata madhara. Ndio maana katika hiyo sura Mwenyezi Mungu ametuonyesha madhara ya kuacha Uislamu ndani ya sura hiyo ya 3 aya yake 85. Allah anasema kwamba وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Atakayetaka dini nyingine kinyume na huu Uislamu akauacha Uislamu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba hiyo dini ambayo mtu huyu atakuwa amejichagulia haitakubaliwa kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na madhara yake siku ya mwisho atakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa. Kwa kuna madhara makubwa kwa mtu kuacha Uislamu. Kwa nini niache Uislamu? Maana yake nikiacha Uislamu najiandalia moto, najiandalia maangamizo makubwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika kutupenda Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani, akatunadia, akatuita, akasema sura ya 3 hiyo hiyo aya yake ya 102, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, wala tamutuna illa wa antum muslimun, wala msifi la nyote mlikuwa Uislamu kamili. Kwa hiyo dhamira yangu na nadhiri yangu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah niondoe duniani hali ya kwamba nimetamka kalima tauhid ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huku nakufa hali ya kwamba mimi ni Muislamu. Na nikuombe wewe ambaye ni Muislamu, umeamua kuingia katika Uislamu kwa kukumbatia Uislamu, basi hiyo iwe ni maneno yako ya mwisho ya kalima tauhid ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini mbali na kwako wewe ambaye haujakumbatia Uislamu, nikuombe njoo katika huu Uislamu tukumbatie pamoja na wewe, ili kwamba siku ya mwisho tu katika vivuli vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana ukiangalia mfumo wa Uislamu na mfumo wa Qur'ani umejitosheleza kumwaminisha mtu kwamba Uislamu ni dini ya Mungu, na hii ni challenge ambayo tunitoa katika watu ambao watakuwa na imani kinyume na Uislamu. Waulize katika vitabu vyao, je, wanayo andiko au aya inayosema kwamba atakayeacha hiyo dini yao atapata madhara, au atakayefuata dini hiyo ambayo ni dini yao atakuwa yuko na haki mbele ya Mungu? Majibu ni hapana. Kwa hiyo Uislamu na kutosheleza wewe kuweza kupata faida mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikwambie karibu tena, milango iko wazi ili mimi na wewe tushikane mkono hadi wapi? Peponi. Na nimwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kujalie nia yako na imani yako ikuingize peponi kwa kutika kuja kukumbatia nini? Huu Uislamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niite Upanga wa Radi, mdhamini wa Upanga wa Radi Online TV na Dak TV1, miski ya roho. Tunavuma kwa kasi. Upanga wa Radi Online TV.